Kidogo habari zetu zimesomwa kwa mapema kwa sababu ilikuwa ni lazima tuungane na mgeni wetu siku ya leo, na kwa sababu ya hilo tutaenda hadi mida ya saa 6:30 ndipo sasa tukaweze kuona mijadala mbalimbali ama mahojiano ambayo ni bora zaidi, kwa sababu nilikuwa nimekuahidi kana kwamba nitakuwa na mgeni kwenye studio kwenye lisali la pili, na kwa sababu ashajiongea kwenye studio. Kumbuka nilikuwa nimekuambia atakuwa mwanagenzi ama ni mwanagenzi wa chuo cha Karita High Tech ambacho kiko pande za Kitengela, kaunti ya Kajiado. Ningependa niwe uweze kuketi chini utafute nafasi mahali fulani angalau tu uweze kujua mengi kuhusu high tech, kwa sababu nilikuambia, unajua siku zote nimekuwa nikikueleza kuhusu chuo hiki, na leo hii ningependa ukisikia ama usikie kuhusu chuo hiki kuhusu kutoka kwenye mtu fulani tofauti, na kwa sababu wengi wenu mmekuwa mkisema niwaletee mwalimu mkuu wa chuo hiki, na kuahidi kana kwamba wiki hii kuanzia kesho nitakuwa nikiwasiliana naye na nitakuwa nikimleta hapa ndani ya High Tech Radio. Lakini siku ya leo tutakuwa naye mwanagenzi ama mwanafunzi kutoka pande za High Tech College. Na bila kupoteza wakati, mpenzi msikilizaji, wale ambao mko pande za TikTok, Facebook, ningependa muweze kuwasiliana nasi, muweze kutangamana nasi hadi mwisho, hadi tamati, kwa sababu iwapo unatusikiliza ama unapata sauti hiyo popote ulipo, ningependa nikwambie kana kwamba karibu tena sana. Na kama unatupata tutumia arafa yako pale, tuambie unatusikiliza uko wapi, umeenda kanisani siku ya leo ama hujaweza kufika kwenye ibada. Ikiwa hujafika kwenye ibada, karibu tena sana ndani ya High Tech Radio, kwa sababu letu muhimu ni kukujuza, kukuelimisha na kukuburudisha. Ama namna gani? Siku zote mimi niita Thomas Limama Boy. Dakika ni 12 zimesalia igonge mida ya saa 6. Lakini ikigonga mida ya saa 6 habari hautazipata, kwa sababu habari siku ya leo zimekujia mapema. Kwa sababu sitaki kuharibu muda, mpenzi msikilizaji, ningependa sasa moja kwa moja niweze kumkaribisha mgeni wetu, kwa sababu sasa hivi amo studioni, na kwa hivyo mambo itakuwa bora zaidi iwapo tutaweza kuwasiliana. Yes, good afternoon. Good afternoon. Uko aje? Niko poa. Uko jonjo? Uko jonjo kabisa. Kama kawaida mimi najulikana kama Thomas Limama Boy. Karibu sana kwenye studio za High Tech Radio. Okay. Ningependa moja kwa moja kwa kifupi tu uweze kueleza msikilizaji wewe ni nani, unatoka wapi? Unajua kuna yule ambaye amekusikiliza kwa mara ya kwanza. Mimi naitwa Daniel ama msanii. Naam. Nimetoka maeneo ya Kajiado. Leo niko hapa katika High Tech FM. Naam. High Tech Radio. Yes. Leo tunakuja kuongelea mambo kuhusu leadership ama kuhusu pia uimbaji. Naam. So nimeshukuru sana kwa invitation. Yeah. Kwa hivyo umesema unajulikana kama Daniel. Yeah. Ama msanii. Ama msanii. Wewe ni mwimbaji. Yeah. Wewe ni mwimbaji wa nyimbo zipi labda? Mimi naimba wimbo kama za gospels, kwa sababu hakuna kiongozi mwenye anaweza imba wimbo za secular. Yeah. Kwa hivyo unaimba za gospel? Naimba gospel. Yeah. Labda uko kwenye mitandao ya kijamii, unajihitaji kwa msikilizaji aweze kukufuatilia sasa hivi tukiendelea? Kwa mitandao ya kijamii najiita kama Lightstain msanii. Kama vile inajiita kwa Lightstain msanii. Lightstain. Yeah. Lightstain msanii. Yeah. Pande za YouTube, TikTok, na vile pia Facebook kawaida. Yeah. Asante. Huyo ndiye mgeni wetu ambaye tuko naye siku ya leo, anajulikana kama Daniel Tamboi. Daniel Tamboi, labda pale chuoni High Tech unafanya tasnia ipi? Hapo chuoni High Tech, kwanza ningependa kuambia wale wanayotazama ama wengine wenye wananiangalia ya kwamba karibuni chuo cha High Tech. Naam. Hapo kwa High Tech mimi nasomea kazi ya medical, yeah, and health sciences. Mambo na matibabu. Wewe hauna huruma na miili ya watu. Mambo na udaktari. Uliamua miili ya watu lazima umalizane nayo. Yeah. Unadunga watu sindano labda. Yeah.
Kwa hivyo wewe sasa mambo na matibabu uko shwari. Hapo niko sawa kabisa. Tukipatana na wewe nitakutibu vizuri. Yeah. Unatibu kabisa. Sasa labda kwa yule ambaye ndio mara ya kwanza kusikia High Tech College, ni kipi kilichokuvutia angalau ukajipata kwenye High Tech College, kwa sababu vyuo ni vingi sana nchini Kenya? Ni kipi kilichokuvutia High Tech College? Kitu kimoja kilichonivutia katika High Tech College ya kwamba ni shule ambayo ni nzuri sana. Fee yake iko very flexible. Naam. Na pia wako na lecturers wengi sana. Na pia ni chuo ambayo kinajulikana sana Kitengela. I think it's the best college in Kitengela. Yeah. Kwa hivyo Kitengela kila mtu anaimba ama wimbo ni High Tech College. Wimbo wa High Tech College. Na kwa sababu wewe ni msanii na umesema uko na nyimbo zako. Sure. Labda hujapata nafasi ya kuimba wimbo mmoja tu ukishukuru labda High Tech College, ama ukaimbia wimbo wote ule? Ndio tunapanga na walimu. Tunapanga. Mpango iko. Tunapanga kufanya wimbo mzuri sana. Yeah. Asante. Huyo ndiye mgeni wetu wa siku ya leo. Kumbuka mpenzi msikilizaji, kama ndio umejiunga naye sasa hivi, karibu tena sana. Ningependa nikuambie kana kwamba amesema pia yeye ni msanii. Na iwapo unatusikiliza, kimbia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, YouTube na TikTok uweze kumfuatilia pale. Amesema anajulikana kama Lightseed, ama namna gani? Namna hiyo. Anajulikana kama Lightseed, ama msanii, uweze kumfuatilia pale. Changamka, unajua huyu ni mmoja wetu. Labda zile nyimbo unajua ni za Kiswahili zimechanganyika za Kizungu. Kwa hivyo umezichanganya. Nimezichanganya. Actually we can just play one song or tunaweza cheza song moja. Tuwachezee moja. Asante, nitakuwa nikitafuta hapa kidogo tu mpenzi msikilizaji, na nitakutafutia huo wimbo hapa, ndipo ukaweze kujua kijana yetu ama kijana wetu anafanya namna gani, kwa sababu huyo ndiye tuko nayo siku ya leo. Kwa hivyo usikubali kupitwa na mada ya siku ya leo. Kwa wasikilizaji wetu ambao ni wanafunzi wa chuo cha High Tech, nawaambia karibuni tena sana muweze kusikiliza kiongozi wenu, na kumbuka amesema kana kwamba atakuwa akiwania kiti chuoni hiki, na ndiposa nikaona ni vyema tuweze kuzungumza naye siku ya leo. Kwa hivyo majadiliano ya siku ya leo ni bora zaidi haswa kwa wanafunzi wa High Tech College. Jacqueline Mwendo namuona pande za Facebook anasema anatupata kwa njia bora kwa pande za Nyahururu. Jacqueline Mwendo, salimika sana siku zote. Mimi ni Thomas ni Mama Boy, na kuambia karibu tena sana. Hapa ni High Tech College. Asante sana. Asante tena sana barabara mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu. Kupitia mtandao wangu wa Facebook naona Paul Kamura anasema happy Sunday. Alikuwa classmate pande za Kianjahi Primary School, namwambia asante sana kwa kunifuatilia. Paul Kamura anasalimika tena sana. Ukiwa pande za Kilimambogo. Naona Eric Mbadha anasema brother nakupata live nipo pande za Kitui. Namwambia salimika tena sana my big brother. Yeye Jacqueline Mwendo namuona kwa njia bora sana. Naona kijana hapo Pascalina anasema salimia mgeni wa siku ya leo. Amesalimika sana hapa tu. Kidogo tu nitakuwa na waunganishe naye. Kwa hivyo ningependa nikukaribisha tena sana mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu, kwa wale ambao mnatufuatilia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Kumbuka Thomas Madini niko live na TikTok kama vile High Tech Radio tuko live. Ningependa kuachilia rafa yako pale, utuambie ungependa kujua nini kuhusu msanii wetu siku ya leo, na kumbuka pia ni mwanagenzi wa High Tech College. Kwa hivyo ikiwa uko na swali lolote lile ungependa kujua ama kuuliza, unaruhusiwa. Line zetu ziko on. Nitakuwa nikiangalia pale hivi wale ambao mtakuwa mkituma jumbe zetu pale, nitakuwa nikizipitia. Kwa hivyo yes, ningependa sasa moja kwa moja niweze kujuza kuhusu High Tech College, kwa sababu iwapo uko hapo wewe ni mzazi, uko na mtoto ambaye ametamatisha masomo yake mwaka uliopita, labda wewe mwenyewe ndio ungependa kujiendeleza kimasomo. Sasa ujumbe wa leo wa siku ya leo ni wako, kwa sababu nataka nikwambie High Tech College wanakuambia wao ndio wako. Kenya mzima hakuna chuo kingine ambacho kinazungumziwa katika radio zote ama televisheni zote. Wanasema High Tech College ndipo. Ikiwa umeleta mtoto wako pale, usiwe na tumbo jote, usiwe na wasiwasi wote, kwa sababu mambo na tasnia zote ama course zote ambazo ungependa mtoto wako wafanye zinapatikana katika High Tech College, na baadhi ya course ambayo inapatikana pale ni tasnia ambayo mgeni wetu wa siku ya leo anaifanya, ambayo ni Health and Medical Sciences, mambo na matibabu. Kama ni mambo na wanahabari, ikiwa ungependa kuwa kama mtoto wako ungependa akuwe mwanahabari,
nakwambia kuja High Tech College, na nambari zao labda ungependa kuwasiliana nao ni 0769133422. Nambari ni 0769313422. Hapa ni ndani High Tech Radio. Zimekatika dakika 6 baada ya saa 6. Kipindi ni Sunday Express. Uko nami Thomas the Mama Boy, kumbuka. Yes, sasa hivi tuko ndani ya lisali la pili. Na kwa hivyo sasa bila kupoteza wakati ningependa moja kwa moja tuingie tuanze sasa majadiliano ya siku ya leo na mgeni wetu. Yes, Daniel Tamboi. Yes. Tumerejea tena. Sasa anga ikamatwe. Sasa nataka shughuli zisimame sasa. Umetuambia wewe kwanza kabisa wewe ni msanii. Tumesikia kibao chako kizuri tena sana. Yeah. Unajua kuna yule ambaye ameingia sasa hivi akapata wimbo ukiendelea kuimba. Sasa na mimi nimemwambia wimbo ni wako. Labda unaweza ukawakumbusha kwenye mitandao unajitaji? Kwenye mtandao ya kijamii najiita Lightstain msanii. Lightstain msanii. Yeah. Wasiache msanii. Wasiache msanii. Yes. Labda uliingia High Tech College mwaka upi? Nimeingia High Tech College 2025. Last year. So wewe umeingia last year 2025, tuko 2026. Yeah. Mwaka mmoja tu. Mwaka mmoja. Kwa wakati ambao umekuwa High Tech College, labda unaweza kuzungumzia vipi kuhusu High Tech College? Naweza zungumzia kwamba ni shule ambayo ni shule kizuri, na mambo mengi. Ni shule nzuri sana. Ni shule haina mambo mengi. Haina mambo mengi. Kama ni masomo wanasomesha. Wanatekeleza wajibu vizuri. Wanatengeneza kama ni games, wanacheza games. They support talent. Yeah. Sasa unajua sasa sababu kuu ya mimi kukuleta katika studio zetu za High Tech College siku ya leo ni kwa sababu kuna video nilipata nayo kwenye mtandao ya High Tech College ambayo ilikuwa inaelekeza watu kana kwamba kuna uchaguzi ambao unatarajiwa mwezi ujao. In fact mwezi huu wa 5. Sure. Tarehe 11, right? Na nikachunguza nikarealize wewe ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Labda kwa yule ambaye hajui unagombea kiti kipi? High Tech ni shule ambayo ina support pia leadership, uongozi. Na sasa mimi nagombea katika uongozi wa hiyo shule. Natafuta urais wa hiyo shule sasa. Urais? Unataka kuwa president wa shule wa High Tech College. Unataka kuwa president, sasa wewe ndio kingpin. Ukisema inatendeka. Yeah. Unajua last week niliona kulikuwa na campaigns ama debate ya viongozi. Sure. Ulijitokelezea ukazungumza na wanafunzi labda? Nimezungumza na wanafunzi kuhusu tu hiyo ya uongozi ama leadership. Yeah. So the debate was just good. Yeah. Labda uliona wanafunzi walichukulia vipi manifesto yako, sera wakati ulikuwa unazungumza nao? Manifesto wamechukuliwa manifesto vizuri. So ni ile tu ya mabaki ni kwamba pia wao wajitokeze, wapige kura na pia wanisupport vizuri. Yeah. Asante. Sasa labda nikuulize Daniel. Kwa sababu unajua pia mimi ningependa kuwa kiongozi mahali. Na kama vile ulianza kuwa msanii, labda ni wito kwa sababu ni gospel. Naamini kana kwamba uliingilia mambo na gospel kwa sababu ya wito. Sasa tuko hapa kwenye uongozi shuleni. Ni nini kilikuvutia ama kilichochangia wewe kuanza ama kufikiri na kuamua sasa nataka kuwa kiongozi wa wanafunzi wenzangu, ukaamua haswa kuwa kiongozi wa kama vile ukuwe sasa president of the school? Kilichoniamua ni kuwa tu president ama uongozi wa High Tech ni kwa sababu High Tech is a good place to rule. High Tech ni na pia ina support wa uongozi. Na pia naona kama ni vyema mimi kuwa kiongozi, manake sasa hivi tunapoongea kuna kiti ambacho natafuta ya government. Yeah. Kajiado West. Kajiado West. Yeah. Baada hiyo ni kitu ambayo iko kwa government, kitu ambayo sasa hivi natafuta outside, not in the school. Yeah. Kwa hivyo jambo la kwanza lililochangia wewe kujiunga ama kujihusisha na uchaguzi chuoni ni kwa sababu High Tech College wana support sana uongozi. Yeah. Wana support na pia ni shule ambayo ni nzuri sana. Yeah. Na pia kuna maono kuhusu hii shule. At least nikitoka next year itakuwa kuna kitu nimefanya ambayo watanikumbuka. Yeah. Unataka ukuwe kielelezo. Ukitoka hivyo unasema kuna kiongozi alikuwa hapa, alikuwa anaitwa Daniel Tamboi. Alifanya hili na hili. Unajua kama nimekuwa comrade kwa miaka mingi sana. Kuna zile changamoto ambazo wanafunzi wanapitia pale shuleni.
pale chuoni. Kwanza kabisa pale High Tech College ni changamoto zipi kama wanagenzi ama kama wanafunzi wanazipitia zile changamoto kuu, na wewe kama kiongozi unasema wakati utalipa zile kura nitahakikisha na zitakuwa kama ama utazipatia kipaumbele wakati utaingia kwenye madaraka? Zile changamoto ambayo wao wanapitia sana ni kuna changamoto kama uhaba wa maji safi kule, uhaba wa maji. Tunataka tu tukunywe maji safi. Hakuna maji chuoni. Chuoni iko lakini sio ile ambayo unataka ku advance maji upate sasa kama yako tu. Sasa umeyaboresha. Changamoto la kwanza ni maji. So tunataka tusaidie na walimu hii maji kwa nzuri sana. Kabisa. Changamoto nyingine ni pia tuseme kama tuko na wifi, shule yetu wako na wifi, lakini tunataka ikuwe very strong. Kwanza kabisa ukiingia hivi tu utaboresha mambo na wifi. Tutajua vile tutaongea na walimu, tuseme hii wifi tuweke mingi hivi. Pia wanafunzi wakuwe wanapitia, manaki wanapitia kulearn vitu zao wenye wanataka. Na kitu kingine ambayo ningetaka pia kufanya kama kiongozi ama challenge ambayo ni kwamba mambo na mental health. Tunapata wanafunzi ambayo uko na shida zako. Sasa ningeomba shida zangu binafsi. Lakini huwezi tuambia. Naam. Sasa tukikuja hapo tujuane, ni kitu gani na wewe utaweza niambia. Na pia shule tuambie shule na watusaidie. Maana we call ourselves High Tech family. So we are the family now. Kwa hivyo utahakikisha kama High Tech fraternity kuna mtaanza sasa ni meetings ama ni namna gani utafanya namna gani ndiposa wale ambao unajua kuna wale wanakuanga tu mtu akona uoga wa kujiexpress, anaogopa kukuja kuambia yule, na anaogopa ule anapata na ule uoga wa nitaambia yule aende asambaze shida zangu. Sasa mtafanyaje ndiposa upate mmemweza hana ule uoga, kama ni kujieleza, kama akona shida fulani ataitoa mara moja bila uoga wowote? Kwanza tutamwambia kwamba tutajua shida ni gani. Mtajua kivipi? Tutajua kivipi by tuna interact na wewe, mimi tuko marafiki tu. So hakuna kitu uoga. Tutakuuliza tu wewe changamoto gani unapitia binafsi na unasema. Alafu hiyo nayo tutapeleka pale mbele kama ni kitu ambayo is a private issue. Na kama unataka kusaidiwa lazima basi usiogope. Wewe ndio unataka kusaidiwa. Kwa hivyo wasiwe na uoga wowote. Wakiona wakati sasa wamekuchagua wawe na ule uhuru wa kukuapproach na kukuambia hapa nina shida. Lakini pia nafikiri mnapaswa kama viongozi kutafuta mbinu zingine kama vile unapata umegawanya watu. Unajua sasa wewe sasa serikali itakuwa yako. Unapata uko na madem fulani. Hao tuseme sijui kama unakumbuka high school, ulikuwa unapata mwalimu fulani mwanamke ako na baadhi ya wanafunzi wakiwa na shida fulani, unaenda kwa yule madam, na wale wanafunzi walikuwa wanapata ni wa kike tu. Alafu pia mwalimu wa kiume, kuna wale wanafunzi walikuwa wanatengewa ambao pia ni wa kiume, wakiwa na shida fulani ambao ni binafsi, mambo ya familia, anaweza kuenda pale kwenye mwalimu wake na akaweza kueleza bila uoga wowote. Kwa hivyo nafikiri pia kama kiongozi, kama president, unapaswa kutafuta hata kama ni staffs, uwaambie hapa, wewe nimekuchagua, hao wanafunzi nimewatenga. Sasa badala ya kutenga, sijui kama unasikia vile wanasiasa huwa wanatenga pesa. Tumetenga milioni 5. Sasa wewe tenga baadhi ya wanafunzi. Patie staff fulani mwanamke, patie staff fulani wa kiume. Mwambie hao wakiwa na shida fulani watakuwa na approach. Na yeye anatekeleza wajibu, anazungumza nao kwa njia iliyo bora. Amna namna gani? Namna hiyo. Kwa sababu unajua kama ma students ama ma comrade huwa wanapitia mashida mingi sana. Matatizo ni mengi sana pale chuoni. Na kama kiongozi ni vigumu sana kujua yule mwanafunzi wa kawaida shida ambazo anazipitia. So according to that, hapa kwa genders, ningeomba sana High Tech College waanze elect president kama kijana. Alafu vice kama msichana. Unataka wewe sasa president akuwa ndume. Alafu sasa deputy president akuwa wa kike. Kwa sababu president akikuwa msichana, alafu vice pia akuwa msichana.
Sasa we can share our private issues. Unajua bado uongozi wa kike hatusemi ni mbaya, but unajua mahali popote mwanamke ameongoza. Kwanza tukubaliane, mahali popote mwanamke ameongoza, mwanamke mahali popote ameongoza, mambo hukua shwari. Kwa hivyo wakati mimi nitaona kiongozi ni wa madam, deputy president ni wa madam, mimi sina wasiwasi wote. Nilisema na tuongozo na kike mwanamke huko Kenya, mambo nafikiri yatakuwa shwari. Yatakuwa shwari, lakini as like men we can share private issues. Sasa unajua wakati wanafunzi wa labda tu ni yale tu tutafanya tu kuzungumza, labda waende wachague kiongozi mwanamke, sawa? Yule mwanamke atatafuta mbinu za kufikia wale wanafunzi ambao ni wa kiume. Atatafuta mbinu za kuhakikisha kana kwamba maslahi ya wanafunzi wa kiume amewapata kwa njia iliyo bora, kwa sababu kama ni kutenga watu tofauti, atatenga vile nilikuwa nakueleza tu. Kama wewe sasa wewe ni mwanaume, lazima utenge vile, ungangane, ujue nitafikiaje wale wa kike. Kama ni course zote, department zote, nitazunguka aje? Yeah. Lakini tungeomba sana sana tu wakuchague to balance mwanamke ikuwe mwanamume na mwanamke, ikuwe mwanaume na mwanamke, to balance. Asante mpenzi msikilizaji, kama ndio umejiunga nasi sasa hivi, karibu tena sana. Hapa ni ndani ya High Tech Radio 76.5, na kuambia siku zote jiunge na wasomi ufiki kileleni kimasomo. Today is on Sunday. Zimekatika dakika 18 baada ya mida ya saa 6. Pande za Facebook naona watu wanaendelea kujongea. Naona Mwene Kuria anasema ananipata kwa njia iliyo bora sana. Mwene Kuria, salimika sana, nimekujua. Yes, alikuwa classmate. Yes, Mwikali Mwix anasema kutoka pale za Kilimani. Anasema show iko lit sana. Anasema salimia mgeni wa siku ya leo. Paul Kabura, salimika sana. Upande wako wa TikTok sijui wageni wako wanasemaje? Pande za TikTok sijui kama wako wanasemaje? Watu wanataka niongee. Wanataka uzungumze. Sijui wanataka nizungumze kwanza nini? Lakini wanipe nini? Wacha kwanza tupunge unyono kidogo. Tukirejea kidogo tu tutaendelea na mazungumzo yetu. Sawa. Asante sana. High Tech Radio kutoka kisiwani Mombasa hadi ziwani Victoria. Kimani awera mono murade juma awera wonu pendingani be 76.5 FM, fika kileleni kimasomo, jiunge na wasomi. Asante tena sana mpenzi msikilizaji popote ulipo, na mtazamaji wangu kupitia mtandao wangu wa Facebook. Naona mnaendelea kujongea. Karibuni tena sana ndani ya Sunday Express. Uko nami Tomaso the Mama Boy, na mgeni ambaye niko naye siku ya leo anajulikana kama msanii. Asante. Anajulikana kama msanii. Ni mwanagenzi wa High Tech College. Na ndiye ambaye niko naye siku ya leo kwa sababu anawania kiti cha president ama kiti cha urais chuoni High Tech College. Kwa hivyo nikipenda moja kwa moja tuendelee na mazungumzo yetu. Na sijui una sera zipi kuhusu kuboresha mandhari ama mandhari ya ama environment ya masomo ya wanagenzi pale chuoni, kwa sababu kuna wale unapatanga labda kuna zile tasnia ma departments labda number 1 hayana madarasa ya kutosha. Sawa? Mahali ambapo wanasomeshewa ama wanasomea ni kwenye mandhari ambayo hayafai, labda muziki uko kando wanasikia ikiimba. Una sera zipi na umeamua vipi wakati utaingia kwenye madaraka utaboresha namna gani? Hapo kwa madarasa kwanza ningependa kushukuru shule kwa sababu they had improved. They have improved. Lakini tungeomba pia tu kukuja kama tuongee tu na administration, tuongee kuhusu
vile tutaweza ongeza madarasa. Vile mtaongeza madarasa. Kwa hivyo unaashua wanagenzi ya kwamba wale ambao hawana madarasa ya kutosha, ukiingia kwenye mamlaka utasukuma na utasisitiza angalau madarasa mengine yakaweze kupatikana. Sure. Yeah. Na labda umeweza kuchunguza na ukahakikisha kana kwamba wanafunzi wanapata masomo kila siku. Labda iwapo hawapati masomo kila siku utafanyaje? Kama hawapati masomo kila siku, then itabidi tu niendelee kusukuma huko. Yeah. Unajua kuna uongozi, unajua naelewa hauitishi uongozi wa urais. Sio kiti cha urais peke yake ambacho kina wawaniaji pale chuoni high-tech. Kuna viti vingine. Sasa kwa sababu kuna uongozi mwingine ambao labda wanafunzi watakuwa wakijitolea na kuchagua. Utashirikiana vipi na uongozi ule mwingine? Labda kwa wale ambao wanagombea kama prime minister, captain, deputy president, utasaidiana na wao vipi? Utashirikiana nao vipi angalau tu kuboresha masomo ya wanafunzi pale chuoni? Kwanza ningependa tushirikiane tu nao, like tunajiunga pamoja kwanza, tukue na umoja. After hiyo the more we have unity, the more tunasikiza student voice, and then we raise the issues they have. Yeah. So ni kuja tu si wote tukae pamoja, tujue hii iko shida wapi, na vile tujue vile tutaitatua hiyo shida. Yeah. Asante. Kwa hivyo utangangana sana ama utajaribu sana kuhakikisha kila mwanafunzi amekuwa karibu na wewe. Yeah. Iwapo wakinipea chance, wakinipea nafasi, ama wakinichagua, na mimi nahakikisha ya kwamba hiyo nitaifanya vizuri. Unajua umezungumza wakati nimekuuliza ama utahakikisha mwanafunzi amekuwa karibu na wewe. Nimekumbuka wakati nilikuwa chuoni nikisomea mambo na tasnia hii ya uandishi wa habari. Kuna wakati nilichaguliwa kama mwakilishi wa tasnia hiyo, Department ya Journalism. Nilikuwa msimamizi ama mwakilishi. Na sasa wakati nilikuwa kiongozi wao, kuna baadhi ya wanafunzi waliweza kusimama na wakakosoa uongozi wangu, wakaukashifu sana. Na wakasema labda Tomaso unapendelea upande moja, ambao walikuwa wanasema mimi nayumba nikiegemea upande wa serikali. Sawa? Sasa mimi kwa sababu sikupenda ugomvi, mimi niliresign, niliondoka kwenye ofisi. Sawa? Sasa kwa sababu wewe ndiye president, incoming president. Okay? Iwapo wanafunzi wa high-tech college wataweza kukosoa uongozi wako, utafanyaje? Utatoroka kwenye mamlaka kama mimi, ama utatafuta mbinu zipi angalau tu ukaweze kuwaridhisha? Hiyo ni tutakuja tu listen. Because siwezi toroka kitu ambayo mimi ndo I know that kuna challenges mingi, kuna pia hii ambao wanafunzi wanakulaumu, unaona. Lakini mimi ningetaka kuambia tu I will not run away. I will deal with it. Kwa hivyo uko ready, uko tayari iwapo watakosoa serikali yako? Najua watakosoa. Huwezi kosa. Mbona wasema binadamu ni binadamu? Sure. Kila mtu ana makosa yake. Unafaa kuwa tayari iwapo watakosoa serikali yangu, nitafanyaje? Kwa sababu wacha nikwambie kitu moja. Mark my words. Sure. Kuna siku watakosoa serikali yako. Kwa hivyo unapaswa kuwa tayari. Unajiuliza, mimi wakati watasema Daniel anaongoza vizuri, nitafanyaje? Kwa sababu hauwezi kumbuka kitu moja, kwa sababu kila binadamu ana udhaifu wake. Hauwezi pendeza ama huwezi furahisha kila mmoja. Sure. Sawa? Kuna wale utawafurahisha na kuna wale watasimama kinyume na wewe. Sasa utafanyaje? Ndiposa wote wanasema Daniel tosha, angalau akaweze kukupatia 2 term. Kwanza hapo kwa najua atakoza uongozi wangu. Lakini nakuja tu nawaambia wao shida iko wapi. Ni nini hii sifanyi? Na akisema hii na hii nawaambia mnipe nafasi. Naam. Mnipe nafasi. Maana yake najua watakuja kukosoa na itakuwa na changamoto kubwa sana. Yeah. Asante. Hayo ni mazungumzo ya bingwa hapa ambaye ni Daniel Ntambui, ambaye sasa hivi anawania kiti cha urais chuoni high-tech. Na kwa sababu Daniel Ntambui naelewa kila binadamu ana udhaifu wake. Labda weakness yako kama kiongozi, kwa sababu kila mtu nimekwambia kila mtu ana udhaifu wake. Labda udhaifu wako ambao unaweza ukaketi hivi na ukasema udhaifu wangu ni huu, weakness yangu ni hii, lakini nitakapoingia kwenye madaraka, niingie kwenye uongozi, nitafanya hivi angalau
watu wasije wakagundua kana kwamba hii ndio weakness yangu? Kwanza mimi ni lazima kila mtu akona weakness. Lakini lazima nifiche wasijue ni weakness. Kabisa. That's true. So iwapo it's about leading, sina hapo weakness. Hapo sina weakness kabisa. Hauna weakness. Hapo sina weakness. Uko nayo ni vile unaogopa kusema wanafunzi wasije wakajua. Watu si fala, tunaelewa una weakness. Uko na udhaifu fulani. Ni vile utaki wanafunzi wasije wakagundua. Otherwise kwa wanafunzi wa High Tech College wale ambao mnasema mnaendelea kutufuatilia, salimikeni tena sana. Staffs wote wa High Tech College salimikeni. Hapa ni ndani ya High Tech Radio. Ningependa tupunge unyonyo kidogo tukirejea ni masuala mbalimbali. Kumbuka uko nami Tomaso ni Mama Boy, na ikiwa ndio umejiunga nasi sasa hivi, wale ambao mko pande za Facebook, TikTok, achilieni ya Rafael pale. Swali lolote mlilo nalo nitakuwa nikiangazia hapa mwendo usiokuwa mbali. Kwa hivyo usiende mbali mpenzi msikilizaji, na rejea. Na kama kawaida siku ya leo nilikuwa naye mgeni wetu ambaye ni Daniel Tamboi kutoka pande za High Tech College. Kumbuka tumesema ama amesema kana kwamba yeye pia ni msanii na yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Iwapo ungependa kumpromote pande za YouTube, tembea pale, angalia Lightsin msanii ako pale, utapata nyimbo zake pale mzuri tena. Tumeweza kupata nafasi tukacheza kibao chake kimoja hapa ndani ya High Tech Radio. Kwa hivyo ningependa tuendelee na mazungumzo ya siku ya leo na my brother Daniel Tamboi. Tumerejea tena sasa, tuko imara tena, tuko hewani. Msikilizaji anasemaje? Kuna wale wanafunzi pale chuoni wangependa kujua iwapo watakupatia kura ama watakufanya uwe kiongozi wao. Utahakikisha vipi uwazi kati yao na wewe, katika yao na uongozi wako, haswa kwa wanafunzi tu? Ama utakuwa unajua kule wale viongozi unapatanga vile ambavyo ana control serikali yake. Hakuna yeyote ambaye anaongozwa kama ni kiongozi wa wanafunzi. Hakuna mwanafunzi yeyote anafaa hata anaweza toa ushuhuda na kusema siku fulani tuliketi chini tukafanya hivi, kiongozi wetu hufanya mambo peke yake. Kwa hivyo utahakikisha vipi uwazi na uwajibikaji katika uongozi wako? Nitahakikisha kwamba kuna kitu inaitwa first of all siding of student voice, yani ile grievances ambayo wanafunzi wanataka, na pia kusikiliza ground. Utasikiliza ground. Kitu wao wanasema hii ndio right, and then mimi sasa niseme huko kwa serikali sasa. Kwa serikali naomba wanasema hivi. Kwa hivyo wewe utakuwa katikati. Sasa wewe uko hapa, huyu ni mwanafunzi na hii ni serikali. Mwanafunzi akisema hatutaki hii, serikali unawaambia wamesema hawataki. Nisikie kitu serikali wao watasema. Kwa hivyo wewe sio wale viongozi ambao unapatanga wao wenyewe wakifikiria tufanye hivi wanafanya. Unajua, wacha nikuulize swali moja. Labda kiongozi wa naibu rais, iwapo sasa ni wewe utachaguliwa kama kiongozi wa rais, alafu kuchaguliwa kiongozi naibu rais ambaye ni mwanamke, utahakikisha vipi? Kwa sababu unajua katika taifa letu la Kenya kuna ile sijui tumeumbika hivyo ama namna gani, kiongozi akiwa ni mwanamume alafu yule ambaye ako chini yake ni mwanamke, sijui ni ego ama ni vipi, unapata mimi ndiye kusema huyu ni mdogo wangu. Kwa hivyo sasa yule mwanamke utahakikisha vipi angalau watu wasije wakasema na yule kiongozi tulichagua kidogo anatumia huyu mwingine vibaya kwa sababu ni mwanamke? Ile ndio kitu ya kwanza ya kwamba all leaders are equal. Okay. Na hakuna mtu mwenye anasema anapata mshahara kubwa kuliko mwingine. Okay. Profit the same. So na hakuna kitu taonyesha wewe ni mkubwa. It's just a name, jina tu. Kwa sababu all of you are equal. So nitahakikisha tu ya kwamba tunafanya ile ambayo inayafaa. Lakini mimi ningependa sana kuwaomba tu watu wa High Tech, at least naelewa kuna mambo mengi, lakini sisi tungeomba tu mchague kati ya president na vice. Vice president mpe mwanaume, hata kama sio mimi mwingine, hata kama ni mwingine, lakini awe mwanaume tu. Haya,
unataka kiti cha urais. Ndio vice akue akue madam. Sawa. Usichukue wote. Chukue zote. Wasiwe wanawake wote. Wasiwe wanawake wote. Usichukue. Wakiwa wanawake wote kidogo utafurahia. Itakuwa tu like hata sio mimi ndo utafurahia. Like itakuwa tu like kuna kaji. Nini? Unatuka kadini. Kakadini kimefinywa mahali. Sasa unataka kiti cha urais. Mnagombea watu wangapi kwenye kiti cha urais? Tunagombea watu 3. Wewe na wengine 2. Na wote ni ndume. Wote hapana, kuna mwanamke. Kuna mwanamke kwa hapo? Kuna mwanamke kwa hapo. Hao wanawake wanatumaliza. Sasa nataka niassume mimi ni mwanafunzi wa high tech. Sasa wacha ni represent mwanafunzi wa high tech college. Sawa? Nataka uniconvince. Niongeleshe. Uniconvince. Yaani ni ile nipate ile sababu ya upate nimejua ni kwa nini nichague Daniel Tamboi nisichague mgombea mwingine wa kiti cha urais. Mimi ningeomba tu sana hata kama unipee mimi. Kwa nini? Mimi nataka univutie tu uniambie mimi walai mimi kama Daniel Tamboi. Yaani upate umenionyesha ile inajulikana kama uniqueness ama namna gani. Ni nini kitakutofautisha kati yako na wale wagombea wengine? Ndiposa tusiwachague wale, tukuchague wewe. Okay. Kitu ya kwanza ama acha nianze na kitu ya 5. Hata ya 6. Tuko mahali pale. Kitu ya 6 ya kwamba kati hao wagombea wote wa urais ni mimi tu ndo nimekaa hapa 1 year. Wengine wamekuja juzi. Wewe ndiye uko na experience ya kuhusu na wanafunzi wengi sana. Nimekaa na wao sana. Hao wengine wageni. So naelewa kuhusu shule. I'm sure hata hakuna wakati hao president na wenye wanatafuta kiti. Na nikiwauliza maswali hakuna mwenye anajua saa hii studio high tech iko wapi. Expect mwenye anatoka hapa. Kwa hivyo hawajui. Kwa hivyo unataka kumaanisha kana kwamba wale ambao wanawania kiti cha urais wa wagombea wako ambao ni wapinzani wako labda. Aje tutumie jina like freshers. Naam. Wewe umekaa hapa for 2 years. Alafu freshers akuje, hakuna uongo ya kuongoza, maana yake ni tukimstua kidogo tu. Kasha kwenda. Kanatoroka. Kwanza kwa hivyo wewe umeishi kwenye chuo hiki cha high tech. Sana. Na anajua kila. Unajua mashimo zote. Najua mashimo zote kule chini juu. Serikali umeitazama na ukajua hao wanahitaji mtu fulani kama mimi. Serikali nimetazama, najua serikali mambo yake yote. Najua yote. Kwa sababu ya muda, naona wakati tunaendelea kuyoyoma kwa sababu hizi pesa dakika 20 tu zigonga mida ya saa 7. Unajua wakati wetu uko karibu kuisha tu. Nataka sasa nikupatie dakika 1 dakika 2 uzungumze na wanafunzi wa high tech. Sasa unajua sasa umefanya kutuconvince. Sawa? Mimi sasa nilikuwa na represent high tech students. Sasa familia yote ya high tech zungumza na wao. Waambie mimi kama Daniel Tamboi nitafanya hivi na hivi. Sasa wakati ni wako. Sasa uza sera. Zungumza nao sasa uko on air. Twende kazi. Sawa. Asante. Mimi ningependa tu kuambia wanafunzi wa high tech. Hapo kwa uongozi. Tuko na tuko na vitu 4 ya kungangania hapa. Tuko na president, tuko na vice, tuko na prime minister, na tuko na captain. Basi mimi ningetaka kuwaomba tukawa wanafunzi wa high tech. President mbe mwanaume. Vice mbe mwanamke. Prime minister mbe mwanamke. Na captain mbe mwanaume. Itakuwa all of us tumechukua mbele. Msichukue wote. Lakini ile naomba tu sana mimi mnichague hapo kwa president. Mnichague. Maana sina ubaya yote na mtu. I'm sure kwa high tech hakuna mtu nishaimkosea na nimekaa more than 1 year. Na hakuna mtu tishagombana na yeye. Hakuna mtu tishaisema vitu ambavyo hakuna, hata pia walimu hakuna. So wanasemanga better the devil you know than the devil you don't know. Mimi nimekaa na nyinyi for kitu kama 1 year. Na you know me better, you know my all the challenges. Mnanijua vizuri sana. Na pia mnajua kuhusu mimi. So I'm the devil you know. Na don't elect the devil you don't know, kwa sababu hamjui yale ambayo yako nayo. Vile basi kama mnampea vice president akwe a female, pia mpe pia president akwe basi
mwanaume. So but all in all ningependa sana muni elect iwapo nitasimama kwa katika hiyo kiti ya president wa high tech. I'm sure that I will not let you down. The IEBC please. Sina mambo na nyinyi. Walimu pia sina mambo na nyinyi. Vile vile wanafunzi sina ubaya na nyinyi. So please elect me as a leader. Yes. And I will appreciate that. And I will never forget you people of high tech. Hata pale nikianda kutafuta hiyo kiti ya government huko kwetu. Najua nitapata profit mingi kwa sababu hiyo ni kitu ambayo unalipwa na serikali. Na hata mimi nitakumbuka wanafunzi wa high tech ndio wasoma na wao. Na nitakuwa basi nang'ang'ania, nitawakumbuka wao. So naomba tu sana, naomba sana. Elect me as a president and I will do what you want, please. I will hear your voice na kila kitu itakuwa sawa. So please naomba tu muni elect. Ambia watu wa journalist. Wallahi anaomba tu. Unajua Dale Tamboi, kuna swali nimesahau kukuuliza. Labda kwa maisha yako ya ujana, wakati ulikuwa kwenye shule ya msingi, shule ya upili hadi ukajipata kwenye chuo. Labda umekuwa kiongozi ndiposa wanafunzi wakaweze kujua kana kwamba wanachagua kiongozi ambaye akona tajriba ama akona experience ya kutosha. Yes. Nimekuwa kiongozi kwa tuseme primary, secondary. Hadi sasa hivi natafuta tu uongozi kwa serikali sasa ya Kenya. Kwa Kenya government natafuta uongozi. Kuna kitu inaitwa Mwaya. Yani to be in charge of Kajiado West. Kitu kama hiyo. Kajiado West. So natafuta. So iwapo nikipata hiyo kitu ya Kajiado West. Na nipate hii kitu ya shule. Mimi I will be running between high tech. Pia unawania pande mbili. Unawania kiti katika chuo cha high tech. Na pia katika Kajiado West unawania kiti pale. Kiti cha inaitwa Kajiado West Youth Alliance. Yani judge of all youth from Kajiado West. Okay. So mambo na kuhusu vijana, kuhusu basari, kuhusu nini mashule. Mimi ndio nitakuwa tasimamia hiyo side yote. Kajiado West yote. So basari nasema pia kuna wanafunzi wa high tech. Basari. Ningeomba tu serikali ambayo inaongozwa na governor atakuwa saizi atakuwa ametoka Lelenko. Nitakuwa nasema tu high tech mnisaidie. Lakini hata mimi nitakuwa na uchungu sana nikipata ile kiti ya Kajiado West alafu nyinyi unaniangusha katika ya shule. Nitakuwa na uchungu sana. Itakuwa tunafikiria kuna mahali hao watu wameniangusha. Yani nitakuwa tu inaniuma. Asante. Kwa yule ambaye amekusikiza ambaye ni mwanafunzi wa High Tech College na amependa basi tumruhusu aweze aende akakuchague kwa sababu umesema uchaguzi uko tarehe ngapi? 11. Tarehe 11. Mwezi huu wa 5. Utafanyika wapi? Hapa shule High Tech. Chuoni High Tech. Asante. Dakika ni 45 zimekatika baada ya saa 6. Unaendelea kusikiliza High Tech Radio 76.5 uko nami Thomas ni Mama Boy na mgeni ambaye tuko nayo siku ya leo anaitwa Daniel Tamboi mwanagenzi kutoka High Tech College. Nakumbuka ni dakika za mwisho tunaendelea kusepa pande za Facebook. Naona watu wako pale kama vile Papa Kawaya anasema kazi safi brother, anamwambia asante sana. Mwikali Mwix anasema nawapata kwa njia iliyo bora. Asante tena sana. Pande za TikTok nitakuwa nikirejelea arafa zenu. Acha kwanza tupunge nyonyo kidogo, tukirejea ni maneno ya mwisho na tusepe studioni. Ewe Mungu kama sio wewe Mwenyezi Mungu singefika mahali nimefika. Ikiwa sio wewe Baba hatungefika mahali sasa hivi tumefika, kwa sababu zimesalia dakika 12 tu zigonge mida ya saa 7 mchana. Asante kwa wale ambao mnasema mmeendelea ama mmeandamana nasi mkatangamana nasi kwenye kipindi cha Sunday Express kutoka mida ya saa 4. Nimekuwa hapa na wewe. Kwa wale ambao hamjafika kanisani siku ya leo, naamini kana kwamba shughuli imewafanya vizuri ikawapa
motisha, kwa sababu nilikuambia iwapo hautakuwa unapata nafasi ya kuelekea kanisa, hata kama sio vizuri kukosa kwenda kwenye ibada, kwa tunapatana hapa kama ibada kama kawa, angalau tukupatia motisha na kukushika mkono, kwa sababu safari ya kuelekea mbinguni, mtu wangu, sio rahisi. Tukiendelea kukunja lisali la pili ambalo ndilo la mwisho, kwa kifupi nasema naendelea kusepa studioni. Sunday Express inaendelea kutoweka. Uhimidiwe. Yes, pande za Facebook. Asanteni sana. Ndiyo safari imeanza. Yaani na feel ni kama sifai kutoka studioni. Na feel sifai kuondoka. Nasikia tu nitulie hapa. Nikae tu hapa tuendelee. Ama namna gani? Lakini kama kawaida unajua nikalua na kila tobo lazima waingie. Kwa hivyo unaipenda sasa kwa sababu ya muda, naona zimesalia dakika 10 tu pekee zigonge mida ya saa 7. Kumbuka igonge mida ya saa 7 habari za High Tech FM zitakuja moja kwa moja. Wewe ningependa turudi moja kwa moja kwenye mgeni wetu usiku leo. Kumbuka ni mwanagenzi kutoka High Tech College ambaye anajulikana kama Daniel Tambui na mwenzangu Daniel Tambui. Yes. Ningependa sasa nikupatie nafasi ya mwisho. High Tech College, sina wasiwasi wowote nikisema ni chuo bora zaidi sana. Ni chuo ambacho nimesikiza watu wakizungumzia wakikizungumzia pale mitaani. Ni chuo ambacho kiko na sifa mzuri sana. Ni chuo ambacho kimesaidia watu wengi sana, haswa wazazi wengi sasa hivi wako na furaha kwa sababu baada tu ya kupeleka wanafunzi wao pale maisha yao yameanza kubadilika. Na sasa kuna wale wanafunzi ambao walimaliza masomo yao ya kidato cha 4 mwaka uliopita. Kuna wale pia hawakupata nafasi ya kuingia kwenye chuo au kwenye kidato cha 4 ama kwenye shule ya upili. Kuna yule msichana kuna yule mzazi hapo pale amesikia High Tech College kwa mara ya kwanza. Sasa wakati ni wako kama kiongozi wa High Tech College ambaye anatarajia kuchaguliwa, ama kama mwanagenzi wa High Tech College, kwa sababu sasa hivi iwapo katika studio za High Tech College sasa hivi wewe ndio unawawakilisha, sawa? Kwa hivyo sasa nakupatia nafasi uweze kuzungumza na wale ambao wako pale nyumbani, wale ambao wamesikia High Tech kwa mara ya kwanza, wazungumzie kuhusu High Tech College, ndipo wakaweze kupata ile motisha ya kuleta watoto wao hapa katika High Tech College. Okay. So kwa wazazi ambao hawana uwezo wa kupeleka wanafunzi shule, ningependa kukuambia mulete to High Tech. We have flexible fee, sawa. Na pia maisha kuanza vizuri tu. Vile pia kuna hostels. Naona pia kwa High Tech kuna tumeenda huko hostel ya wasichana huko. Kuna hostels. Kuna hostels za madem. So unaenda hostel za madem. Ulienda hostel za madem kufanya nini? Unajua kama kiongozi lazima ujue kila kitu. Ulikuwa unatembea lakini huko peke yako? Si kwa peke yangu. Ulikuwa na ndume wengine ama mwanamke? Nilikuwa na one of the vice, mwenye anataka kuwa vice. Sisi sema nani, usione kama niko na nini. Okay, sawa, ulikuwa huko. Okay. Na pia nikaona kwamba kuna hostels that are very flexible. Hostel ambayo ifiki 3K, hiyo ni kitu ambayo ni bei nafuu sana. Na ni nzuri sana, nzuri sana. So ni kitu ambayo itakunyima wewe kama mzazi usilete mwanafunzi wako shule. Ningeomba tu kuja High Tech. Kuja High Tech. Kwa sababu kila kitu iko sawa. Na pia tunasikiza na tunajua uchumi ya nchi. Na sasa ukiwa na 1000, imagine unaweza soma High Tech. 1000. Unaweza soma. Inafanya usomeshe mtoto wako. Inasoma usomeshe. Unalipa hiyo 1000, baadaye unatafuta ingine pole tu. Hatutaki yote hapo. Kwa hivyo wanakubalisha mzazi kulipa karo nusu. So wanakubali mzazi alipe karo nusu kabisa. So ningeomba tu uje. Na vile mimi ndo by the grace of God, ningeomba sana ni
uniweke kiongozi, maana pia wewe ni mmoja wa wanafunzi. Kwa hivyo wewe unaomba tu. Yaani unajua kutoka mwanzo wakati mahali tulianzia, wewe maombi yako yamekuwa tu wewe ukuwe president. Yaani ni maombi yako tu. Maombi yangu tu. Naomba tu sana uchaguliwe kama rais. Mnichagulie kama rais. Mnichagulie. Lakini nafikiri bado mambo na kuuza sera bado hamjafika mwisho. Bado utaendelea kuuza sera pale tuone. Bado naendelea kufanya campaign. Naendelea kufanya campaign kabisa. Yeah. So ningeomba tu wanafunzi wa high tech ladies wasiniangushe pia mimi na vile vile wanaume mjitokeze. Asante. Maneno yako ya mwisho tukimalizia kwa sababu muda umeyoyoma. Maneno yangu ya mwisho nikimaliza nikisema tu asante sana kwa invitation of High Tech FM. Imagine shule pia uko na radio na nimesema asante sana kwa invitations. Nilikuwa tu hapa nikisema tu elect me as a leader of high tech. Nimekuwa tu hapa nikisema kesho baadaye tutakuja tu kama muimbaji sasa, utaona sasa vile nitavaa. Utaona sasa. So but leo tuko hapa kama leaders tunasema tu please I beg you people of high tech, elect me as a leader. Msiniangushe. Yeah. Asante. Huyu ni mgeni wetu. Asante sana Daniel Ntamboi kwa kukubali wito wetu, kwa kukubali kuja kwenye studio za High Tech Radio. Ikiwa ungependa kuja siku nyingine, kama vile unavyoona studio yetu mlango uko wazi. Kwa hivyo sisi tunapenda wageni. Umekaribishwa na unakaribishwa siku nyingine na zaidi. Kwa hivyo ukipenda zaidi kukuja unakaribishwa. Kwa hivyo asante sana kwa kukubali wito wetu. Tumefurahi sana kuwa nawe na pia msikilizaji natumai kana kwamba amefurahia. Asante. Huyu ni mgeni wetu ambaye tumekuwa naye siku ya leo ambaye anajulikana kama Daniel Ntamboi ambaye ni mwanagenzi ambaye anawania kiti cha urais pale tu ni High Tech ambaye anajulikana kama Daniel Ntamboi. Kwa jina lingine la usanii anajulikana kama Let's Say msanii pale YouTube, Facebook na TikTok. Tembea pale promote our own kwa sababu nyimbo ziko pale mzuri tena sana za gospel ama za injili. Kwa hivyo sina budi msikilizaji kukomeshea ama kutamatisha kipindi cha siku ya leo cha Sunday Express hapo kwa leo kwa sababu msikilizaji ningependa nikwambie asante sana kwa wale ambao mmeshirikiana nami, kwa wale ambao tulianza mida ya saa 4 kwa pamoja hadi sasa hivi zimesalia dakika 4 tu zigonge mida ya saa 7 mchana. Asanteni sana. Kipindi kingine kama hiki kitakujia hewani Sunday ijayo ama Jumapili ijayo. Kumbuka itakuwa Jumapili ya pili ya mwezi huu wa 5 na nilikwambia kana kwamba ni vyema sasa hivi tuko kwenye mwezi wa 5, mwezi mpya, kuwa na imani kana kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kukutendea mema. Kwa hivyo asanteni sana kwa wale ambao mmechangia kwenye mada ya siku ya leo. Mahojiano ya leo imekuwa bora zaidi. Natumai mambo yamekuwa shwari tena sana. Pale za Facebook, TikTok, asanteni sana. Habari za High Tech Radio zinakujia mida ya saa 7 kamili. Mimi ni Thomas ni Mama Boy. Kesho asubuhi jicho la asubuhi linakuja hapa kutoka mida ya saa 12 asubuhi ukiwa nami Thomas ni Mama Boy, JK Steve na Jacqueline Mwendo. Asanteni sana. Have a nice Sunday na siku yako ihuende vyema na kutakia wiki njema isiyo na panda shuka. Asante. Mama Amina, mbona uko na stress hivyo? Aki Mama Sophie, kijana wangu alimaliza shule last year na bado sijapata shule poa ya kumpeleka. Kwani alikuwa anataka kusomea course gani? Alikuwa anataka kusomea engineering. Mama Amina, stress ni za nini na shule iko? Shule inaitwa High Tech International Training College na inapatikana Kitengela Commercial Building, second floor directly